Habari tena. Basi leo tutaangalia ule mfululizo wa masomo yetu upande wa pili, upande wa vipimo vya maabara. Sasa tuzungumzie vipimo vya maabara kwa maana ya upande wa UTI, lakini tunazungumzia vipimo kama vipimo. Kwa hiyo tutaanza masomo yetu ya vipimo vya maabara. Somo la kwanza tunaloanza nalo ni CBC, Complete Blood Count. Complete Blood Count au kwa kifupi CBC. CBC ni nini? CBC ni kipimo kinachoweza kufichua mambo mengi mwilini au magonjwa mengi mwilini. Kipimo kinachoweza kuonyesha matatizo mengi mwilini. Sasa tutaenda hatua kwa hatua kwa ufupi. Hatua ya kwanza au pointi ya kwanza, CBC yenyewe, Complete Blood Count, ni kipimo cha damu kinachoangalia cells mbalimbali za mwili ndani ya damu. CBC ni kipimo kinachoangalia cells mbalimbali za mwili wa binadamu. Hatua ya pili au pointi ya pili ni CBC huangalia vitu muhimu katika hiyo damu vifuatavyo. Cha kwanza, hemoglobin au wanasema HB, damu ya kutosha au upungufu wa damu katika mwili wa binadamu au katika mishipa ya damu. Cha pili, tunaangalia white blood cells. Katika white blood cells tunaangalia infection iliyomo katika damu. Cha tatu, platelets. Platelets tunaangalia kuganda kwa damu. Damu inaganda kwa kiwango gani katika mishipa ya damu. Na cha mwisho tunaangalia RBC, red blood cells. Lakini katika hatua nyingine tena, hatua ya tatu, CBC hutumika kugundua mambo kadhaa. Kwa mfano, upungufu wa damu, maambukizi ya magonjwa, kugundua RH au matatizo mengine yoyote yale ya kwenye mfumo wa damu, kwenye damu. Cha msingi cha kufahamu ni kwamba CBC sio ugonjwa. CBC ni kipimo kinachosaidia kujua kinachoendelea mwilini. Baada ya ufafanuzi huu kwa ufupi, basi ni tujifunze vizuri habari za vipimo tulizoanza nazo leo, na kwa habari ya kuijua afya yetu kwa njia rahisi zaidi au kwa lugha rahisi zaidi. Usisahau kushare ili na wengine wapate elimu hii. Asante.